Bwana, kwa dakika hizi 86 itoshe kusema kwamba Simba walikuwa wamejiandaa vya kutosha kuweza kupata ushindi hii leo. Nafasi ambazo wamezitengeneza, lakini pia ukitazama kwa namna ambavyo wamekuwa na performance bora, itoshe kusema Simba wana kikosi bora. Ni hivyo tu, mambo yalikuwa bado hayajawaendea vizuri kwenye michezo kadhaa ambayo wamecheza, lakini nafasi ambazo wamezitengeneza Selemani Mwalimu, nafasi ambazo Loemba ametengeneza, nafasi ambazo Rushan Deroko ametengeneza na kukosa, inaonyesha kabisa ni kwa namna gani ambavyo walikuwa bora, lakini pia wamehakikisha ni kwa namna gani ambavyo walikuwa na uwezo wa kuweza kupata matokeo katika mchezo wa leo. Steve Barker ni kocha ambaye amefanikiwa kwa kiasi kikubwa kuweza kuizuia Yanga, lakini pia kuweza kutengeneza nafasi, lakini pia kuhakikisha timu inacheza kwa uwezo mkubwa. Nafasi zinatengenezwa, ila tatizo bado ni kwenye umaliziaji, lakini pia maamuzi ya waamuzi kwenye kumalizia baadhi ya mambo. Nimeshuhudia nafasi mbalimbali ambazo zimetengenezwa na kikosi cha Simba, ni nafasi ambazo zingetumika kwa weledi, basi tungeweza kushuhudia mambo mengine yakiweza kutokea. Elie Mpanzu Kibisala pia anakosa nafasi nyingine hapa dakika 87. Yani Simba itoshe kusema kwamba wamesajili Anicet Oura, bonge moja la mchezaji, Libase Geye, bonge moja la mchezaji, lakini pia Ture pamoja na Rushan Deroko wameweza kufanikiwa kwa kiasi kikubwa kuweza kuzuia mashambulizi kwa upande wa Simba. Lakini pia kwa mtu mzima Selemani Mwalimu Gomez, bonge moja la mchezaji. Ni hivyo tu, nafasi kuzitumia ndio imekuwa changamoto kwao, lakini kama ni uwezo wa kutengeneza nafasi, uwezo wa kuonyesha ni kwa namna gani ambavyo wanajua kujiposition na kutafuta maeneo ambayo yana space na kuweza kutengeneza nafasi, basi Simba wamekuwa na uwezo mkubwa. Bonge moja la dabi, na natumaini linaweza kumalizika kwa sare ya bila kufungana au ya magoli kama ambavyo nimetabiri kwenye hatua mwanzoni kabisa wa mchezo. Niliweza kutabiri na kuambia kwamba huu mchezo utakuwa ni mchezo ambao una pressure kubwa, lakini pia ni mchezo ambao utakuwa na uwezo mkubwa wa kuhakikisha matokeo yanakuwa tofauti. Nilisema kutakuwa na ufungaji wa idadi sawa, yani kama ni 1-1, 1-1, 2-2, 2-2, lakini pia kama kutakuwa na tofauti ya idadi hiyo, basi ni suluhu ya bila kufungana. Ila ndo hivyo, mechi imeza kufikia pazuri kabisa. Dakika 89, 0-0. Mwenye mechi yake Damaro amelambwa kadi ya njano baada ya kuweza kufanya madhambi ya hapo. So naona pia na kocha msaidizi wa Young Africans naye analalamika baada ya kile ambacho kimeweza kutokea, lakini Simba kweli wamekuwa na kiwango bora, lakini pia Dar es Salaam Africans nao wana kikosi bora. Kukosekana pia kwa Pacome Zouzoua huenda ndio chanzo cha matokeo haya kuweza kutokea. Amekosekana mtu ambaye anaweza kufanya dribbling ya muda mrefu, lakini pia mtu ambaye anaweza kutengeneza nafasi na kuchungulia magepo ambayo yapo kwenye nafasi mbalimbali ambazo zinaonekana. Madhambi bado yanaendelea kuchezwa na nafasi bado zinaendelea kutengenezwa. So ngoja tuone ni kitu gani ambacho kitatokea kwenye kipindi hichi cha pili, kwa kuwa mechi anaingia Emmanuel Mwanengo pamoja na Aziz Andabwile. So ngoja tuone dakika 3 zikiwa zinaongezwa katika mchezo huu wa leo. Ila kongole kwa Simba, kongole kwa Dar es Salaam Africans. Bonge moja la dabi ya Kariakoo ambalo limeweza kuchezwa hii leo. Tumeshuhudia bonge moja la mechi, Duke Abuya anaenda nje na mambo yanakuwa ni tofauti kabisa. Ila ni bonge moja la dabi ya Kariakoo tumelishuhudia. Leo mambo yamekuwa magumu leo, hajaweza kupata nafasi ya kuweza kutupia kwenye kwa namna gani ambavyo Simba imekuwa bora sana kwenye kuzuia, lakini pia kwenye kuhakikisha Yanga ipate nafasi ya kuweza kudhuru eneo lao la ulinzi.